Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Kuna moja ma directors wazuri sana kutoka hapa nyumbani Tanzania, si mwingine ni our big brother Fole. Kama ambavyo unaweza kutazama DM, shuka chini kwanza kwenye trouser ambayo Folex ameivaa ni bonge moja la bwanga na nini, lakini pia chini kuna moka. Imagine kavaa bwanga alafu ndani kuna moka. My brother, mambo vipi? Poa poa. Kama mwingi. Unyama. Hongera sana kwa kazi nzuri. Amina, asante. Kupata tuzo ya Afrima, kutambulishwa pale kama Best African Video, ulijisikiaje? Ama ni kitu ambacho pia ulikuwa umeshajua kuwa kile kinachotokea kitatokea? Kutokea kama kutokea, sina ukubwa huo wa kujua au connection hiyo. Nilienda kama kutafuta experience, kujua vitu vinaendaje kwa wenzetu. Ndio maana ilivyotangazwa nilipata shock kidogo, hata cha kuongea nilishindwa kwa sababu ili surprise. Licha ya kuwepo, licha ya kuwa na kazi mbili, watu ambao nilikuwa nao kwenye ushindani, kwanza wapo kwao, pili ni wakubwa kama mimi, kwa hiyo nikaamini kama wanaweza kabebwa, unajua kuna ile so Mungu mkubwa imekuja nyumbani. Yeah. Ilikuwaje kumwangusha mtu kama TG Omori, director Pink, directors wakubwa sana kwa huko Nigeria na nini? Yeah. Haielezeki, nisiwe muongo, haielezeki kwa sababu unajua ukubwa wao na kazi zao pia. Kwa hiyo nafikiri kamati kama kamati, Afrima kama Afrima wakaona huyu anastahili kutokana na licha ya kuwa Afrika Mashariki lakini kazi zake zinaenda. Yeah, na wasanii wanaowashuti nao kazi wanaweza kupush. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi pia kunipa hii ufalme kwa muda huu. Yeah. Ili niwe director mzuri, ni nini ambacho unatakiwa niwe navyo? Ama ni vitu gani ambavyo una describe kwa huyu ni director mzuri? Kuna engo nyingi za kwa nini uwe director mzuri. Kwa mimi nafikiri concept zako zikiwa zina utofauti ni sifa moja ya kuwa director mzuri. Ya pili, nidhamu yako inabeba sana. Tatu, siri. Lazima mtu kidogo na siri kuliko unavyofikiria. Nne, ubunifu nafikiri nauja pale ubunifu, discipline. Yeah. Unaweza kuwa director mkubwa na mzuri. Sema siri unamaanisha nini? Hizi ni kazi za watu. Yeah. Sisi tunafanya kazi na kampuni tofauti tofauti na wasanii tofauti tofauti, kwa hiyo unajua mwenye sanaa ilivyo. Kwa hiyo huku na huku lazima kidogo na siri. Unajua hii kazi ya fulani, kazi fulani hatakiwi kujua ya timing zao. So kidogo lazima uwe na kifua hicho. Yeah. Unamaanisha kuwa siri, mfano unafanya kazi na Harmonize, Diamond hatakiwi kujua kama unafanya kazi na Harmonize. Yeah, nafikiri professionalism haiko hivyo. Lazima ya huku ya baki kwa huku, ya huku ya baki kwa huku. Yeah. Sawa Fore, umefanya ngoma nyingi sana ambazo zimefanya vizuri mpaka zikakupa tuzo, lakini sasa hivi pia una mkwaju uko mtaani unasumbua sana darasa la 7. Watu wengi wanatamani kufahamu kuhusiana na idea ya darasa la 7 kwa sababu ni story fulani ambayo iko interested sana. Na lakini tofauti na kufahamu idea na story nzima jinsi mlivyounda, watu wanatamani kufahamu ugumu na urahisi ulikuwa wapi, kwa sababu kuna mikoani, kuna kwenye maboti na vitu kama hizo. Ugumu sehemu yangu ya kazi ni kawaida. Ni changamoto za kawaida kwa mimi naonaga kawaida tu. Nafikiri mkoa tulioenda changamoto kubwa ambayo ni mpya kwangu ilikuwa ni hakuna sanaa. Sina niyo kama mna sanaa nilitegemea nikifika kule naweza nikachukua baadhi ya cast kule tukashuti nao. Ila sasa changamoto mkoa kama mkoa hauna sanaa hiyo. Yaani waigizaji hawajui chochote, yani hakuna. Kwa hiyo ili ni challenge, unaweza ukachukua watu wanapenda ndio kuigiza lakini hawajui kamera inawashwaje, action ni nini. Kwa hiyo anaweza kaja akakaa tu location dakika 10 akaondoka. Yes. Kwa hiyo mnaanza kutafuta tena watu wengi, mnakula muda. Kwa hiyo ndio changamoto mpya kwangu. Hizi zingine za kawaida tu hapa na pale. Yes. Na kusema kuhusu story ya nyimbo kama nyimbo, asilimia 80 kama 90 nilikuwa ni ya msanii mwenyewe. Kwa sababu msanii alisha arrange na nyimbo ukisikia nyimbo ina mtiririko mzima wa story. Kwa hiyo msanii aliniambia mimi nina concept yangu na idea yangu. Kwa hiyo mimi nilifanya maboresho madogo mwanzoni tu ya scene zile za mdogo wake Mbosso, ndio nilifanya marekebisho hayo. Ila hizi Mbosso mkubwa zote ni arrangement yake ya msanii. Kwa hiyo mimi nilifuata nini anafanya. Kwa hiyo ilikuwa kwangu rahisi kwa sababu kipindi anahangaika
kutaka kushoot, mimi sikuwepo Tanzania. Kwa hiyo nikamwambia mimi sitopo Tanzania, naomba kama itawezekana, naomba nisubiri nirudi so Tanzania tunaweza tukafanya, ila kama una haraka zaidi unaweza ukatafuta director mwingine akaua. Kwa sababu madirector wote wana uwezo wa kuua pia. Kwa hiyo akaona nina uhuru nikufanya na director Fole. Kwa hiyo akanisubiri, nilipofika tu nikafikia location nzuri, vitu vingi aliorganize yeye mwenyewe Mbosso. Kwa hiyo kwa kwangu ni rahisi. Link ya moja kwa moja wewe na Mbosso ilikuwaje? Yeye mwenyewe alikupigia kwamba bwana na kazi yangu, au kuna director alitafutwa then akasema Fole anaweza kufanya hii? Mimi Mbosso naweza nikaona naye kwa wiki mara moja mara mbili, kuna sehemu tunafanya mazoezi. Kwa hiyo aliniambia nina kazi mpya lakini sitaki kushuti wewe. Alininyoshia nataka shuti Majagi. Okay. Akamwambia okay, sawa, it's okay. Nafikiri kwenye kutafutana na Majagi ilikopo changamoto kidogo, Majagi sio kwa busy kidogo 1 2 3. Kwa hiyo akanirudia akaniambia nataka kushuti tu wewe, Majagi iko busy, naona ameniambia iko busy. Nikamwambia mimi kweli na uwezo wa kushuti lakini ninasafiri. Kwa hiyo itabidi univumilie niende nirudi. So nafikiri akasuggest ngoja nimsubiri mtu arudi. Kwa hiyo ilikuwa kwa hiyo nilivyorudi nikaua vile. Na ni miongoni mwa video ambazo zimecost hela nyingi sana. Ukipiga tu hesabu tukianza tu labda basi la Bukoba Dar Bukoba pamoja ni shilingi ngapi? Ni hela nyingi. Inaweza inafika kama 40 sio laki moja sio? Okay, laki moja. So wameenda karibia, sisi crew kama crew tumeondoka kama watu 25. Crew kama crew. Okay, yeye mwenyewe usafiri wake magari kama 5. Umeelewa? Bado si ambao tumepanda ndege. Kwa hiyo ni ukipiga tu usafiri kama usafiri ni hela ndefu. Si umeelewa? Bado hela yangu ya kunilipa, bado kulipa crew. Kwa hiyo bado kulipa kasi. Kwa hiyo ukija kugundua na tumekaa huko zaidi ya siku 5. Umeelewa? Mimi nimekaa siku 5, bado kuna crew ilitangulia. Mimi nasafiri naenda Nigeria, crew ilitangulia. Kwa hiyo crew ilikaa kama siku 12. Si umeelewa? Kwa hiyo ni project ambayo itakuwa imewekeza. Kwa hiyo nashindwa kutaja budget exactly kwa sababu vitu vingi alipambania mwenyewe. Free inaweza kufika milioni 100 na. Why not? Inaweza kafika. Nafikiri anaweza kaitoa hiyo. Director kama director. Elangu nzuri tu. Ambayo ni? Elangu nzuri tu. Elangu nzuri tu. Pia ni hapa niulize hili kuhusiana na character ambaye alivaa mdogo wake. Ni nyinyi ambao mlimfikiria ama ilikuwa kwa sababu kuna wengine wanasema ni AI mpaka mwenyewe akaja akasema yule bwana mdogo wangu na nini? Character nafikiri kipindi inaitwa story kama story. Nilikuwa na doubt hiyo. Mtu ambaye atacheza scene ya mtoto. Nilimuuliza akasema hilo sio na hofu. Mimi nina wadogo zangu tunafanana. Mimi namjua mdogo wake mmoja anacheza mpira anaitwa Salumu. Kwa hiyo nikamwambia mbona huyu kama mkubwa sana darasa 7? Akaniambia hapana, nina mdogo wangu mwingine utamuona. Akapiga simu akaja pale pale. Ngona wow. Kumbe mnafyatua hivi kama mayai. Kwa hiyo wow. Zili kwa kazi alirahisisha tu kazi. Director Fole, umekuwa ukifanya hivyo vizuri sana kama ambavyo unafanya kila siku. Kuna huu ujio ambao unakuja hivi sasa hivi kwenye tasnia yetu ya muziki ya kutumia video za AI. Ni namna gani inakwenda kukosti kazi zenu na kazi za watu ambao wako nyuma yako? Kwa mimi inaturahisishia tu kazi. Inaturahisishia kwa sababu mimi kuna baadhi ya video nazitumia AI wewe bila kujua, lakini mimi nazitumia. Kwa mimi trust ya Diamond ilikuwaje mpaka ikawa Fole na si directors wengine? Trust imejengwa na vitu vingi. Moja, pili, nina trust nafikiri ilipatikana kutokana na kufanya kazi na Zuchu. Ilikuwa ni rahisi pia kupitia kwa mgongo wa Zuchu kwa sababu before nilikuwa nafanya kazi na Zuchu pale. So Diamond akaona huyu unaweza kijana anaweza nikampa kazi yangu. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kupitia mgongo wa Zuchu. Is it okay kwa vile ambavyo naonaga wanasimamia muda ambao mna edit na nini ile kuwarekebisha kwa kukosoa na nini? Yeye ni client. So it's not okay. Mimi sasa yangu na shida kwa sababu ananiletishia na kuwa napata maono yake. Sio ananiletea maono yake karibu. Kwa hiyo mimi ndo napenda kufanya vile na msanii. Yaani mimi napenda nikiwa na edit tushirikiane kwa sababu hii kazi yote mimi wewe na mimi kazi yetu. Kwa hiyo napenda tuedit wote. Sio kwamba sijui ninachokifanya, najua ninachokifanya. Ila wewe unawaza nini? Kwa sababu mfano kama Diamond ni msanii ambaye mimi nasoma, yeye kashaanza kazi.
si umeelewa? Ana video, kila aina video Diamond, si umeelewa? Kwa hiyo ni msanii ambaye ana experience. Kwa hiyo lazima mimi mwenyewe nimchukulie kama darasa licha ya kufanya kitu anacho. Kwa hiyo namchukulia kama darasa kwa upande wangu kwamba huyu jamaa ana kitu 1 2 3, ana experience, kashashuti na kila director duniani hapa unayemjua, wakubwa mpaka wadogo. Kwa hiyo ni mimi najijenga kupitia yeye, na yeye ninamchukulia kama mwalimu kwa upande wangu, kwa sababu ana vitu vingi ndani yake. Hapo Fore, ni msanii gani ni rahisi sana kufanya naye kazi mkiwa mnashoot au mkiwa mnafanya kazi zingine zozote, na msanii gani ni ngumu sana kufanya naye kazi? Rahisi unamaanisha nini kusema rahisi? Yaani natamani nijue ni hiyo rahisi ni capture haraka na mawazo. Kuna mwingine unafanya naye kazi amekaa tu. Okay, Diamond ana mawazo, Mbosso ana mawazo, Zuchu ana mawazo, Nandy ni wasanii ambao wana nafikiri A-list wote kwa mimi wana vitu, ndio maana A-list wana vitu extra. So kina Mario wote wale wana mawazo, wanakupa kitu ambacho una adjust kidogo kwamba okay tufanye hivi, okay una adjust kidogo, si unaelewa? Kwa hiyo A-list nzima unawajua wewe, mimi kwangu mimi naona ni rahisi kufanya nao kazi, kwa sababu ni kuliko akaja msanii mgeni mpya hajui chochote, hiyo inakuwa ni ngumu kweli kwa upande wangu. Mimi nataka utajie wasanii watano A-list, alafu describe vile ambavyo unawafahamu kwa namna ambavyo unafanya nao kazi. Na mimi ni kwenye kazi lazima challenges ziwepo, changamoto na nini, kuzinguana tu kama hivyo. Nipenda nianze na Harmonize, sababu shafanya naye kazi nadhani kama si moja basi 2. Urahisi wake uko wapi, lakini pia challenge yake kubwa ni ipi? Bwana Harmonize mimi nafikiri amenyooka. Msanii ambaye mkishakubaliana kitu mmekubaliana, hajapinda. Elewa location nani? Kuna siku ashaniwahi mimi location. Kuna siku mimi ndio nimemkuta location. Kwanza Alikiba. Ayo naye ana kona. Alikiba ana kona, ni mtu ambaye jambo lake linafanyika vile vile, halina shida. Ana shida na mtu Alikiba. Zuchu? Anapenda anachokifanya, sister wangu. Anapenda anachokifanya. Kwa hiyo kazi waga rahisi kwa sababu anapenda anachokifanya. Anathamini muda. Zuchu. Kisha kutokea Mkazingwana location, so naamini yeye ni mtu ambaye kweli anapenda kile ambacho anakifanya, na mara kadhaa I don't know ni video gani alishia kumind kwamba gari yenyewe ndio hii mloipata. I don't know ilikuwa ni gari, sio ni baiskeli na nini. Uoga ana miusho hiyo. Sio miusho, ni ilivyo kwa tasnia yetu. Kuna muda kuna challenges zinatokea ambazo ni za kimfumo, kwa sababu tasnia yetu bado ni changa kwenye swala la video. Kuna vitu unaweza labda mkawa mnahitaji gari fulani, kwa hiyo kutokana na mazingira na uchanga wa production zetu, industry yetu, kwa hiyo mnashangaa mmikosa, na msanii labda mshakubaliana kitakuwepo kitu fulani, kwa hiyo ule uchanga ndo unatuletea challenge zile. Kwa hiyo msanii uzuri ukimuelewesha Dazu hana shida, yani hana shida. Kwa hiyo kwamba maana so ukiona ana doubt tujue labda taarifa ilichelewa kumfikia, kwa hiyo inakuwa sasa ni sisi tulichelewesha taarifa, lakini yeye kwa upande wake inakuwa unamuelewa, si unaelewa, unamuelewa kwamba mlishaidiana hiki, kwa nini hujakifanya hiki, si unaelewa? Na Diamond mtu perfect, yani lazima mtu anataka kitu chake kiwe perfect 100%, afanye kama kitu kiko 80%. Kwa hiyo kitu chochote kinachofanyika kwa Diamond ni kwa mimi ninavyomchukulia ni mtu ambaye kwanza anapenda kazi yake 100%, yani itokea 100%. Kama kitu kina utoto atakwambia Fore, hapana, kina utoto, inabidi turudie au tuboreshe kitu fulani. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakujenga na amesaidia sana mimi kunijenga. Ni msanii gani alikulipa pesa nyingi kwa mara ya kwanza ukasema man, hii biashara inalipa? Sasa tukisema hela nyingi mara ya kwanza, hela nyingi ni ipi? Sababu kila mtu hela nyingi ana namna yake anavyoichukulia. Mwingine kota hela nyingi. Unajua mimi project yangu ya kwanza ya hela ambayo nilipewa hela nyingi labda ni Miamo ya Mario. Kwa sababu nilikuwa na shoot tu behind the scene. Mario akani bless bwana, Fore nataka ushuti Miamo hapa hit song. Kwa hiyo umeelewa? Kuna kiasi alinipa. Ila hela nyingi. Mpaka sasa hivi ndio ambaye hela nyingi. Zuchu alishanipa hela nyingi. Napambana.
nafikiri na mpaka nirudi kwenye makaratasi hapa. Ila kwa haraka haraka kwa Zuchu kuna pesa kiasi gani ambayo ilikuwa nyingi? Si sawa kutaja hela ya mteja. Ishapita, tunajifunza tu. Ni sawa lakini si sawa. Yaani unajua kuna vitu vingine vimekaa kama kibusiness ya. Si Mario. Kuna shabiki yako anakuangalia anasema hata kuingia kwenye hii biashara hajui kama inalipa na nini. Kulipa inalipa. Ni sio muongo. Yaani utapata kile unachokitaka. Kila unachokifikiria utakipata, lakini nafikiri msanii hiyo ni msanii inabidi aitaje yeye. Mimi nikitaja kama namvua nguo msanii kwa mwingine unaweza ukasema mimi ni kwangu hela kubwa, kumbe kwa msanii ni hela ndogo. Si umeelewa? Ndio maana nilikuwa natamani nijue hela nyingi unayozungumzia ipi. Mwingine 10,000 ni hela nyingi, mwingine 5,000 ni hela nyingi. Kwa hiyo naomba tu ibaki hiyo. Milioni 100 ambayo alikulipa Zuchu kwa mwingine inaweza kaa ndogo. Next jamani, next. Sawa. Unasema being a director kuwa director inalipa sana. Tunaona Hanskana sasa hivi amechange, amekuwa ni mtu wa mikeka, mzee wa kubeti na vitu kama hivyo. Hii kwa watu wengine watafsiri kuwa directors ama kazi ya kuwa director hailipi. Kwako Hanskana kuchange kwenye being a director, kuna namna unahisi labda pesa halikuwa hapati ama kazi haina director ama haina pesa amini kwa ambao wanafikiria hivyo? Kwa mimi kiukweli ninamfahamu kwa Hanskana kwa udogo. Yaani sio sana nafahamu, lakini kwa mimi nilikuwa naona ni director ambaye ana mafanikio. Ana mafanikio ya vijana wengi ambao hawatuna. Si umeelewa? Yaani kaondoka kwenye game ana mafanikio. Hana kitu ambacho hana. Yaani kusema labda usafiri, kwa kukaa, si nini. Ni biashara alikuwa nazo. Kwa hiyo nafikiri yeye alifuata moyo wake nini unataka kwa wakati huu. Kwa hiyo akaona ni muda sahihi ya mimi kuendelea mambo mengine. Sababu hata alipo sio kwamba hapati. Ni mtu ambaye inawezekana katudabo mara 3 mara 6.